Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji channel hii bora, channel ya Sheikh Yusuf Diwan. Leo ni siku nyingine tena tunakutana katika channel hii bora kupeana yale kwa mazuri, na hasa unapomwona Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali akiwa pembeni, basi tutarajie mambo mazuri na makubwa kwa huruma na utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kabla ya kwenda katika hayo, moja kwa moja tupeleke salam, na kisha baada ya salam tukajue leo tunaletewa kitu gani na kinatija gani na kitakuwa katika mazingira ya hali namna gani. Kwa hivyo inshallah muda huu tupeleke salam kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Naam Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi hali mwalimu? Hali namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maadamu bado tupo hai na tunaendelea na ishtighali za hapa na pale, hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, tayari tumekwisha peleka salam, na hakika Dr. Sheikh Yusuf Diwan anasema yuko vizuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa afya iliyokuwa bora. Sasa mimi na wewe tutarajie kupata yale yaliyokuwa mazuri kwa huruma utukufu wake Mwenyezi Mungu, lakini leo nitakuwa na mambo mawili tu makubwa, na bila shaka Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali atakuwa tayari kutujuza mimi na wewe ili tuone vipi tunaweza kunufaika biidhnillah. Na mwalimu, tuna jamii sasa hivi imezongwa sana na masala ya sihiri, ya uchawi. Watu wamekuwa wanarogwa sana. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wamekuwa wanakosa ufumbuzi. Huu uchawi unaweza mwanadamu akafanyiwa, na vipi anaweza ukabatilishwa huo uchawi au ukaondoshwa huo uchawi, na baada ya kuondoshwa vipi unaweza kule uchawi baada ya kuondoka ukamrejea yule ambaye aliyefanya uchawi huo? Njia hii ipo au ni mambo yapo katika hali ya namna gani? Sahihi kabisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, pamoja na al-akhi Sheikh Hussein ibn Diwan. Naam. Bila shaka swali hili ni gumu sana. Naam. Ingawa unaweza ukaliona kama jepesi hivi. Naam. Watu ni kweli wanarogwa, na uchawi unaleta madhara katika nyanja za aina mbalimbali. Naam. Kwa maana wapo watu ambao wanaorogwa miili yao wakajikuta wanaingia katika maradhi ya aina mbalimbali. Naam. Tena miongoni mwa maradhi ambayo watu wamerogwa, yapo maradhi yanayofanana kwa 100% na maradhi ya kibiolojia. Naam. Lakini kumbe ni sihiri tu ndo zimefanyika katika mazingira kama haya. Lakini pia wapo baadhi ya watu wanarogwa na uchawi unadhuru katika maeneo ya kazi zao. Naam. Kama mtu alikuwa ni mfanyabiashara, basi uchawi ukipiga pale katika biashara yake, biashara inaanza kwenda ndivyo sivyo, hatimaye anafilisiki mbali, kuishilia mbali habari yake. Chawi zinafanya matukio kama haya. Naam. Lakini katika njia hizi, namna ya swali ambalo uloliuliza linataka kutoa ishara ya vipi sasa kwa wale waliorogwa. Naam. Kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu vipi wanaweza basi wakabatilisha huo uchawi. Naam. Lakini kama ikiwa inafaa basi kuweza kurejesha huo uchawi kwa aliyefanya huo uchawi, ili naye aonje joto la jiwe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Si ndivyo hivyo? Naam, hakika. Sahihi.
Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an. Kuna watu walikuwa wanafanya vitimbu, anasema innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika ya hao makafiri. Na sisi tunaweza kusema hakika ya hao wachawi. Yakiduna kaidan, Allah anasema makafiri wanafanya vitimbwi vya kila namna ili kuwapotosha watu wamuache Allah na wafanye mambo ya kimaajabu maajabu. Na sisi tunasema hao wachawi wanafanya kazi ya kuwaroga watu ili wamuache Allah na wakafanya ushirikina. Allah anasema wa akidu kaidan, basi nami pia Allah subhanahu wa ta'ala nitawafanyia vitimbwi. Na hii lugha Allah ameitumia katika hali ya namna hii. Maana yake sio kile anachofanya mwanadamu ndicho anachofanya Mungu. Hii ni lugha kwa ajili ya wepesi wa wenye kusikia waweze kuielewa ni nini ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikusudia. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tutaelekezana njia nyepesi kabisa ya kubatilisha uchawi, lakini na kuurudisha huo uchawi kwa mwenye uchawi wake. Unajua ukimrudishia mtu mzigo wake sio baya, sio jambo baya. Kama mtu kakupa mzigo alafu wewe huutaki na ukajua namna ya kurejesha, mrudishie tu, wala sio tatizo katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wala yuflihu sahiru haithu ata, na wala hawezi kufaulu mchawi yoyote kwa namna yoyote atakavufanya uchawi wake uwe mkubwa na wenye pawa ya hali ya namna gani. Haithu ata, kwa namna yoyote na mbinu atakayoitumia hawezi kufaulu. Lakini hapa pameeleza wala yuflihu sahiru haithu ata, ni kwa yule ambaye anayejua mbinu za kubloki ule uchawi, mbinu za kuharibu ule uchawi na kuukimbizia mbali. Ndio huyu, bila shaka Allah anasema kwa mtu huyu uchawi hauwezi kufaulu, wala mchawi hawezi kufaulu katika hali ya aina kadha. Lakini wewe kama mbinu hujui, maarifa hauna ya kublock na kuziwia uchawi, unapigwa vizuri kabisa na mchawi anakaa kwa starehe kabisa, anaona alichokifanya kimekwenda katika pale alipopataka yeye katika hali za aina kadha. Sasa leo nataka nikufundishe atomic bomb maalum la namna ya kukamata ule uchawi ambaye mchawi amekufanyia na kurudisha kwake kwa nguvu ya ajabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji, leo tunakwenda kupewa atom, kwa maana bomu maalum kwa kurejesha uchawi kwa yule ambaye aliyeturoga. Wala sio vibaya kama namna Dr. Sheikh Yusuf alivyosema, wewe ukiweza umepewa simu, mrejeshee mwenye simu yake, sio jambo baya ikiwa tu hujataka kukaa nayo. Sasa basi kaa tayari na jiandae kupata hayo madini ambayo yatakuwa ni muunganiko wa hilo bomu na kwenda kuwarejeshea uchawi kwa wale waliotufanyia uchawi wao. Naam mwalimu. Naam. Jambo la kwanza kabisa katika vitu ambavyo nataka nitoe maalumat biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa yoyote anayetaka kurejesha uchawi aliyorogwa, umrejee yule aliyemroga biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu ni katika hali ifuatayo. Moja, utasoma suratul Fatiha, lakini hii ni baada ya maandalizi. Maandalizi maana yake nini? Andaa sehemu yako iwe safi kabisa. Kisha baada ya hapo vaa mavazi safi kabisa. Kisha baada ya hapo chukua udhu vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo kaa katika sehemu iliyokuwa safi. Istaqbilil qiblata, elekea qibla. Kisha baada ya hapo utasoma suratul Fatiha mara 11. Kisha baada ya suratul Fatiha mara 11 utasoma ayatul kursi mara 17. Yani suratul Fatiha mara 11. Naomba andika hapo vizuri. Alafu ayatul kursi utaisoma mara 17 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utasoma suratul fili mara
33. Suratul Fili maana yake tunakusudia alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hiyo ndio Suratul Fil mara 33. Tunatengeneza atomic kwa ajili ya kumaliza kabisa na kuchukua uchawi na kurejesha kwa mwenye uchawi wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kisha baada ya kusoma Suratul Fil kwa hisabu hii, kisha utasoma aya hii فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Utaisoma mara 119 mara 119. Tunatengeneza power ya ajabu ya kwenda kusambaratisha uchawi na kurejesha kwa mwenye uchawi wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utasoma salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim. Hii utaisoma mara 313 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utakwenda kuisoma dua ya Nabii Allah Yunus alayhi salatu wasalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hii utaisoma mara 34. Baada ya kuwa hisabu umekamilisha vizuri kabisa, kisha baada ya hapo utasimama, utasali rakaa 2 sunnatal haja. Sunna ya haja liraddi sihri ila man sahara, ya kwa nia ya kurejesha uchawi kwa yule ambaye amekufanyia uchawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utasali rakaa 2. Rakaa ya kwanza utasoma Suratul Fatiha, kisha utasoma na Suratul Zalzala, kwa maana idha zulzilatil ardu zilzalaha mpaka mwisho. Kisha baada ya hapo rakaa ya pili utasoma Suratul Fatiha na Suratul Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah utasoma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utakwenda katika sijida, kisha utatoa salamu. Baada ya kutoa salamu utasoma dua hii mara 19. Utasema maneno haya: Allahumma ruddi sihra ila man sahara wahbisuhu fi jasadihi wasallit shayatinahu alayhi innaka antal latiful khabir. Allahumma ruddi sihra al-ma'mula ala sahibihi waj'al kaydahu fi nahrihi. Allahumma ruddi sihra kulli man sahharani fi nafsihi wa qalbihi wa aqlihi wa jasadihi wa ruhihi. Allahumma a'udhu bika min kaidil kaidin wa makril makirin bihaqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Utaisoma mara 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na irudia dua hii ili uiandike kwa ufasaha: Allahumma ruddi sihra
ila man sahara wahbishu fi jasadihi wasallit shayatinahu alayhi innaka antal latiful khabir. Allahumma ruddi sihra al-ma'mula ala sahibihi waj'al kaidahu fi nahrihi. Allahumma ruddi sihra kulli man sahharani wa fi nafsihi wa qalbihi wa aqlihi wa jasadihi wa ruhihi. Allahumma a'udhu bika min kaidil kaidin wa makril makirin bihaqqi qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii utafanya mara 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utakariri hii amal, kwa maana utarejea kufanya taratibu hizi takriban ndani ya masiku 9 mpaka masiku 14. Ndani ya masiku 9 mpaka masiku 14. Kama yupo mtu ambaye kazi yake ni kukuroga wewe, basi uchawi wake utarejea kwake na wewe utabaki salama, yako yatakuendea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, tunatoa ilmu hii ili mtu afanye yeye mwenyewe. Kwa sababu lao, ewe ndugu yangu, utataka mimi pamoja na timu yangu tukufanyie, lazima itakugharimu. Kuna kanuni nasema intushghilin nasa tagharam thamana. Iwapo kama utamshughulisha mtu aache yake kwa ajili ya kudili na mambo yako, basi huwezi kuepuka gharama. Lazima thamani ya kumshughulisha mtu utaivaa tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na popote pale duniani, mashallah, tunakuja alhamdulillah rabbil alamin, ni maadamu uweze kugharamia msafara, lakini kadhalika uweze kugharamia ile gharama ya wewe kufanyiwa jambo hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah atajalia kila la khairi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, tayari tumepewa kombora madhubuti kabisa ambalo kwalo litatosha kubatilisha uchawi, hal kadhalika kurejesha ule uchawi kwa mwenyewe aliyezoea kufanya uchawi huo. Nini kifanyike? Ni wewe kufuata taratibu ambao ulioweza kutangulia ili ufanikiwe katika hilo. Na ikiwa wewe huwezi, unataka ufanyiwe na mwalimu, maana kuna watu shekhe wao wamezoea likifanywa na mwalimu linakuwa ni bora zaidi kuliko anafanya mwenyewe. Maneno haya ni hakika. Kwa sababu siku zote kwa mwalimu hakukosi ziada. Ni hakika, lakini pia mtu kufanya mwenyewe ni bora zaidi pia. Ni bora zaidi kwa sababu ataepuka gharama. Ila kuna mtu mwingine anasimamia gharama, kwangu sio kitu, mimi nataka mwalimu mwenyewe. Sio tatizo, mashallah, lakini lazima utagharamika biidhnillahil karim. Naam ndugu yangu, kugharamika ikiwa utataka ufanywe na mwalimu hakukwepeki. Ni wewe ukiwa ni jambo linakuhusu katika hali namna hii na unataka kufanyiwa, bila shaka mahala popote pale taarifa na utaratibu ukiufuata kama namna inavyotakiwa, bila shaka utafikiwa na mambo yatakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo tumeonyeshwa miongoni mwa bomu madhubuti kabisa la kurejesha na kubatilisha uchawi. Tarajie bomu lingine kubwa lenye ukubwa wa aina yake litakalokwenda kuandaliwa, na biidhnillah endelea kuwa miongoni mwa wanafamilia wa akaunti hii ya Sheikh Yusuf Diwan ili endelee kuvuna aliyokuwa makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa darasa hili ndio mwanzo wa andaaji wa darasa lingine kubwa kama namna lilivyo hili, na biidhnillah tutakuwa pamoja na tutakwenda sambamba, tutanufaika kwa pamoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.